pointi moja kwa Al Ahly, pointi moja kwa Yanga. Pointi muhimu kwa Al Ahly, lakini pointi muhimu sana kwa Yanga. Kwa sababu gani? Kwanza, Yanga hajapoteza mchezo nyumbani. Cha pili, hajapoteza pointi 6 dhidi ya mpinzani mgumu katika kundi ambaye ni Al Ahly. Kwa hiyo Yanga kabakisha mechi 2 ambazo maana yake kwamba hatima ya Yanga iko katika mikono yake, kwa sababu hawa wapinzani wengine sio wagumu kuliko Al Ahly. Kwa hiyo ni kitu kizuri kupata pointi moja nyumbani, licha kwamba wangeweza kupata pointi 3, lakini kwa mechi ilivyokuwa inaenda pointi moja ilikuwa ni muhimu sana, kwa sababu kipindi cha kwanza of course Yanga alicheza vizuri, alikuwa anafanya build up yake kuanzia nyuma, na leo naweza nikamsifu tena kocha wa Yanga Pedro. Moja ya kitu ambacho kocha huyu anaweza ni namna ya kudetermine match. Build up zake nyingi alikuwa anazifanya, alikuwa anatumia mabeki wa katikati, Baka na Mwamnyeto. Hao ndio walikuwa wana mpira, wana possess mpira muda mwingi kwenda kupeleka kwa wachezaji wa mbele. Kwa hiyo kuna gap kubwa kati ya mabeki na wachezaji wa mbele, na idadi ya wachezaji wa Yanga mbele ikawa iko kubwa sana. Kwa hiyo Yanga kipindi cha kwanza walipokuwa wanafikisha mpira mbele, walikuwa wanaweza kuwa na idadi kubwa ya watu, ndio maana walikuwa hatari katika lango la Al Ahly, na pia wakaweza kutengeneza baadhi ya nafasi. Kitu kingine ambacho naweza kumsifu mwalimu wa Yanga ni namna ambavyo wamefunga goli. Cha kwanza namsifu mwalimu kwa kuja na hiyo plan ambao of course itakuwa imeanzia mazoezini. Cha pili nawasifu wachezaji kwa kuexecute ule mpango kutoka mazoezini wakaufanya kwenye mechi, kwa sababu walijua Al Ahly ni warefu sana. Kwa hiyo tukipiga mipira mirefu katika kila set pieces tunaweza tusifanikiwe. Kwa hiyo wakaja na mbinu nyingine ambayo imezaa goli. First half ilikuwa nzuri sana. Second half Yanga of course dakika 10-15 za kwanza walikuwa down, kwa wakaruhusu wa Al Ahly kuja golini kwao, wakafanya mashambulizi mengi na ndio ikatokea ile kona, Al Ahly wanafunga goli la kusawazisha. Baada ya hapo Al Ahly wakawa na manage mchezo. Duke Abuya 2 times au 3 times angeweza kuisababisha Yanga kupata goli la pili, lakini inaonekana lack of concentration, au tunaweza kusema kwamba mipira ilikuwa inafika kwa mtu ambaye sio sahihi. Ile mipira ya Duke Abuya pengine ingekuwa inamfikia kwa mtu kama Pacome, pengine Yanga angeshinda mchezo huu, lakini 1-1 ni fair result, kwa sababu hata Al Ahly nao katika dakika za mwisho nafasi ya Trezeguet waliweza kupata nafasi ya kuandika goli la pili. Kwa hiyo 1-1 ni fair result, na point moja muhimu kwa Yanga, point moja muhimu pia kwa Al Ahly ambaye yeye amefikisha point 8.